Asante. Nimeisoma vizuri kabisa barua ya msajili wa vyama vya siasa Bwana Shosti Nyahoza aliyokiandikia chama changu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akikitaka kijieleze kwa kukiuka kanuni mbalimbali za uendeshaji wa chama. Sasa leo nimekuletea jambo muhimu sana, kwa sababu Shosti anasema viongozi mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wametamka matamshi mazito ya kuhatarisha usalama wa nchi, akizungumzia kauli ya makamu mwenyekiti wa chama chetu wa kusema endapo hawatamwachilia Tundu Lissu basi chama kitaongoza maandamano makubwa ya kuhakikisha anatoka, wanaachiliwa huru na anaendelea na shughuli zake. Na baada ya hapo akasema viongozi mbalimbali wa Chadema wamesema kwamba Samia ni mtawala aliyepo madarakani kimabavu, hajachaguliwa na wananchi. Na wao, ofisi ya msajili wa chama cha siasa inasema Samia ni rais halali kwa sababu ameapishwa, amechaguliwa na wananchi na ameapishwa. Sasa Bwana Shosti, kama Samia ni rais halali, wewe unapaswa ujiulize na ofisi yako, ni kwa nini alikwenda kuapishiwa gereji? Kwa nini alikwenda kuapishiwa kwenye kambi ya jeshi kama huyu ni rais halali? Sasa Shosti, sikiliza. Umesema haya matamshi ya viongozi wa Chadema ni matamshi halali. Je, umewahi kusikiliza matamshi halali kutoka kwenye chama chako, Chama cha Mapinduzi? Kauli ngapi za kuhatarisha usalama wa nchi zimetolewa na Chama cha Mapinduzi, wanachama wake, cha kuwataka viongozi wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kuwavunja miguu wapinzani? Mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kagera alisema vijana wakipotea wasitafutwe, polisi wasiwatafute, watakuwa wamepoteza wao. Aliyekuwa mwenyekiti wa UVCCM taifa Bwana Heri James alisema sasa hivi hawatadili sana na wanaokosoa serikali, watawachoma tu sindano za sumu na watapoteza maisha. Hizo hujaziona? Yule kijana wa Arusha wa UVCCM aliyekuwa anaomba kuchaguliwa kuwa diwani ndani ya ukumbi, akisema kile kikosi cha chinja wapinzani alikuwa anakiongoza yeye, hicho haukuandika barua kwa Chama cha Mapinduzi. Ila wewe uko bize na Chadema. Uko bize na Chadema tu. Hizi kauli zote haukuchukua hatua yoyote. Sasa nimekuletea hizo kauli, wenda kwenye ofisi zako hazipo. Sasa sikiliza hii hapa kauli ya Heri James. Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa vijana wa UVCCM taifa, anawaagiza vijana wa UVCCM taifa. Msikilize anachosema. Yaani wewe unashindana na watu unawaambia mimi msiponitangaza kitaeleweka. Safari hii nakwambia, safari hii tena nasema safari hii wajaze upepo. Wewe endelea kuwajaza upepo, wajaze upepo, wala hatutumii nguvu kubwa, ni sindano. Wajaze upepo. Sasa huyu ni Heri James. Huyu ni Heri James. Msikilize mwenyekiti wa UVCCM kata ya Sandali, Dar es Salaam, anachosema. Msikilize hapa Bwana Shosti, sikiliza. Ambacho vijana tunaoumia ni mambo ya polisi. Tunawaona wapinzani wanamtukana Mheshimiwa Rais, wanambeza Mheshimiwa Rais, lakini pia tuna uwezo wa kuwapiga na kuwavunja miguu. Tunaogopa polisi. Kwa hiyo nikuombe, kamwambie mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa, vijana wa Sandali wanasema wanataka kuchukua hatua mkononi. Kazi anayofanya Mheshimiwa mwenyekiti Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kubwa. Hakuna mtu asiyoijua. Hatakiwi kubezwa, anatakiwa kusifiwa. Mimi nikuombe, kamwambie Mheshimiwa Rais, maaskari watu wache. Mtu akimbeza rais, sisi tunatakiwa tumpige. Mtu akimbeza rais, sisi tunatakiwa tumburuze. Mtu akimkashifu Mheshimiwa Rais, sisi tunatakiwa tumkatekate. Hayo mambo ya polisi ya nini, watu wache, tufanye kazi za kumsifia rais, kazi anayofanya kazi. Aya, sikiliza na huyu hapa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kagera. Msikilize anachosema. Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa CCM.
Haya, msikilize na huyu hapa mwenyekiti wa UVCCM, huyu hapa UVC kutoka Arusha, msikilize anachosema. Ndugu zangu, naitwa God Living Godfrey Kisila. Niliwahi kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wilaya Arusha mjini. Wakati mzee Masaya anashinda na mimi ndo nilishinda mwenyekiti wa vijana, sare za CCM watu walikuwa hawavai. Kile kikosi cha chinja mimi ndo nilikuwa nakiongoza. CCM oye! CCM oye! Ndugu zangu, nisiwe msemaji sana. Naombeni kura zenu. Haya, sasa Shosti, tazama hawa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Huyu hapa ni mwanachama wa Chadema. Alikuwa anapita njia, wao walikuwa wanafanya mkutano wao ndani, yeye amepita nje, wakamkamata, wakaanza kumpiga, wakamvua tisheti lake la Chadema, wakamchania. Angalia. Si unaona? Hawa ni wanachama wako wa Chama cha Mapinduzi. Sasa wana Shosti, sikiliza. Hapa Tanganyika hapangiwi mtu cha kusema. Vyama vya siasa vipo kwa mujibu wa katiba na sheria, na kufanya maandamano ni haki ya kila Mtanzania. We hauwezi kuwa kiranja wetu, hauwezi kutupangia tuseme nini wakati gani. Kama unataka kupangia watu, kampangie mkeo na watoto wako. Huwezi kutupangia si cha kusema. Samia anaongoza genge la mauaji na nchi hii imeua watu wengi kweli kweli. Tusiseme. Yaani tukishika mic utupangie wewe kiranja wetu tuseme nini? Tusiseme kama wakina Deusdedith Soka, Humphrey Polepole wametekwa, tusiseme. Tusiseme kama James Temba alitekwa akakatwa kichwa, tusiseme. Huwezi ukatupangia cha kusema. Sisi tutasema chochote tunachotaka kusema wakati wowote. Kama unahisi vyama vya siasa vinakiuka amri ya vyama vya siasa, anza nao makada wako wa Chama cha Mapinduzi. Anza nao hawa. Wewe huwezi kuwa kiranja wetu bwana Shosti. Utupangie cha kusema wewe kama nani bwana? Sisi sio watoto wako. Hii Tanganyika inaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Tuna uhuru wa kutoa maoni. Hawezi katokea tu kibaka mmoja uje tupangie sisi tuseme nini wakati gani. Hii haiwezi kuwa nchi. Kama unahisi hiyo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, kwanza unapoteza kodi. Wewe uje uregulate vyama vya siasa, utupangie sisi tuseme nini wakati gani. Tusiseme maneno ya kumkera Samia. Kwenda zako bwana. Wewe huwezi kutupangia sisi cha kusema. Sisi tutasema chochote wakati wowote kama vyama vya siasa. Nchi hii ni nchi huru, iwe Chadema, iwe chama chochote cha siasa. Wana haki ya kusema chochote wakati wowote, wa kukemea na kupinga kila uovu unaoendelea. Sisi tukisema tumtambui Rais Samia, huyo ni rais haramu. Tukisema hivyo, usiumie. Hata Jaji Warioba anasema Samia alipigiwa kura na tume. Samia alipigiwa kura na tume, hakupigiwa kura na Watanganyika. Tume ndio ilikaa ikamjazia matokeo, ikampa, akaenda kuapishiwa kwenye korido za jeshi Dodoma. Usitupangie sisi cha kusema bwana. Sisi ni vijana tunaojitambua nchi hii. Na hizi sio enzi za mwaka 1962. Huu ni mwaka 2026, enzi za digitali. Kizazi cha Gen Z, vijana wanaojielewa. Uje tupangie wewe mzee, kwenda zako bwana. Sisi tutasema chochote wakati wowote ule, hakuna wa kutupangia. Kama unataka kuandikia barua, kiandikie barua Chama cha Mapinduzi. Mbona Nape alisema kauli hii kwamba yeye ndio wao ndio wanaamua nani ashinde, yani kupigiwa kula Mtanganyika haitegemeani ndio ushindi wa mtu ambao amemchagua, ila wao Chama cha Mapinduzi na tume ndio wataamua nani ashinde. Hii kauli ya Nape nayo kusikiliza? Au uko busy na Chadema tu peke yake? Muda wote kuandika unawashwa nini na Chadema wewe Shosti? Sisi sio atutumia hayo mambo. Wewe msikilize huyu Nape. Huyu mbona hukumwandikia barua? Haya maneno kuyasikia? Kwa sababu mimi mjanja wa uchaguzi. Nitamfundisha Kashai oye. Unajua kabe bato. Unajua nyie sikilizeni. Matokeo ya kura sio lazima yale ya kwenye boksi. Inategemea nani anahesabu na kutangaza. Na kuna mbinu nyingi, kuna halali, kuna nusu halali, na kuna haramu. Na zote zinaweza kutumika, ili mradi tu ukishamaliza
unamwambia Mwenyezi Mungu nisamee, pale ndipo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanganyika, tusonge mbele. Hatupo hapa kwa ajili ya kupangiwa chochote cha kusema na nani wakati gani. Tuko hapa kwa ajili ya nchi yetu ya Tanganyika. Acha tuseme chochote tunachoweza kusema, kwa sababu Rais Julius Kambarage Nyerere, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, alisema anahitaji vijana jeuri na jasiri, waasi dhidi ya mfumo kandamizi. Tukiona ndugu zetu wanatekwa, tutasema. Akitokea mtu yoyote akitoa amri ya mauaji, tutasema. Hatuwezi kuzibwa mdomo kwa kuhofia usajili wa chama cha siasa au kwa kuhofia chama kitafutwa. Sisi tuko hapa kwa mujibu wa katiba na sheria, na kazi hii iwe tu ya mtu mbili. Tuachie sisi na CCM. Kama vipi, achana na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, vaa t-shirt la CCM, njoo ujibu hoja jukwani. Au vipi, wana Shosti? Ya kwa leo ni hayo tu.